Kwako Dia Tulia, nimekaa chini nikutumie salamu hizi nikiwa na imani na amani kubwa ndani ya moyo wangu. Nilitamani nimtume njiwa atume salamu hizi, ila ni wazi kabisa njiwa ataelemewa kuzibeba salamu hizi. Hivyo basi, wacha mkoba wangu wa salamu niufikishe mwenyewe, na naamini salamu hizi utazipokea. Dia Tulia, kila nikitafakari safari yako, bado najawa hamu ya kukufahamu zaidi. Wewe ni nani? Uliye na uvumilivu, uliye na ustahimilivu, uliye na upendo, uliye na huruma. Muda mwingine tunahitaji kiongozi mwenye ushujaa wa kweli kama wewe, kutembea juu ya miezi yenye visa, ghadhabu, mateso na uvumilivu. Bado unapambana navyo. Huko uliko inawezekana uliisikia sauti ya mzee huyu. Kuna wengi wametamani macho yao yajionee uzuri na upekee wako unaofanya katika ardhi hizi. Dia Tulia, nina mengi ya kuongea, ila haya ni machache. Nikushukuru wewe ukiwa mkurugenzi wa taasisi Tulia Trust, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, kuweza kuleta tabasamu katika eneo hili. Hii si kwa mara ya kwanza umefanya mengi katika ardhi ya Kyela, ambapo taasisi ya Tulia Trust imekuwa ikitenda haki na kuleta tabasamu kwa wana Kyela. Leo hii imefanya jambo kubwa na la kipekee. Ndugu zangu wana Kyela, taasisi ya Tulia Trust ilifika wilaya ya Kyela, kijiji cha Matema, kata Matema, kumtembelea mzee Obedi Ambonisye mwenye changamoto za kimaisha, mara baada ya mzee huyo kutuma ujumbe na kumwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wadau mbalimbali wanaoweza kumsaidia na kuzipatia ufumbuzi changamoto anazopitia. Taasisi ya Tulia Trust inayoongozwa na mkurugenzi wake ambaye ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson, iliweza kupokea ujumbe huu na kuweza kufika kujionea yale yanayoendelea na uhalisia wa changamoto anazopitia mzee Obedi na familia yake. Changamoto alizokuwa anapitia mzee huyu ilikuwa ni makazi ambayo anaishi yalikuwa sio rafiki kulingana na hali yake. Pia usalama wa maisha yao ilikuwa ni changamoto. Vile vile ukosefu wa kipato cha kutosha ili kuweza kusomesha watoto. Ikumbukwe mzee Obedi Ambonisye ana watoto 4, lakini vile vile ni mtu mwenye ulemavu. Taasisi ya Tulia Trust ilitumia masaa takriban 3 na dakika zake, kilomita 152 kuweza kufika katika eneo hili na kuweza kushuhudia kile ambacho kinaendelea. Hivyo basi, Machi 12, 2025, taasisi ya Tulia Trust ilianza mchakato wa kuanza kuleta vifaa site kwa ajili ya ujenzi. Hii ni baada ya kupewa maelekezo na mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ambaye ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson kusikia kilio cha mzee Obedi. Ndugu zangu wana Kyela, hili ni la kujifunza sana, kuwa na moyo wa kutoa, lakini vile vile tuwashukuru wadau mbalimbali walioweza kumfikia mzee Obedi Ambonisye, vyombo vya habari vilivyoweza kurusha taarifa yake, lakini vile vile mbunge wa jimbo la Kyela. Ndugu zangu, ikumbukwe kwamba hii ni nyumba ya 18 kujengewa mzee wetu Ambonisye kwa wilaya ya Kyela, ni nyumba ya kwanza. Tunakushukuru mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ambaye ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson. Vile vile tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kupokea ujumbe wa mzee Obedi Ambonisye. Asante.